Yes, karibu tena mtazamaji wa Chakupewa Media, ambapo leo tunakuletea simulizi fupi inayomhusu aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Julius Kambarage Nyerere. Lakini pia nikukumbushe tu usisahau kusubscribe, kushare pamoja na kucomment. Umekuwa ukiwasikia viongozi wakubwa waliofanya mambo mengi na mazuri yasiyoweza kusahaulika ndani ya nchi na ndani ya bara la Afrika. Si mwingine ninayemzungumzia ni hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Alizaliwa Butiama mkoani Mara, pembezoni mwa Ziwa Nyanza mnamo 13 Aprili 1922 na kufariki jijini London, Uingereza mnamo 14 Oktoba 1999. Alikuwa rais wa kwanza wa Tanzania na mara nyingi anatajwa kama baba wa taifa kwa jinsi alivyoiathiri nchi hiyo. Ndiye muasisi wa itikadi ya ujamaa na kujitegemea iliyotangazwa hasa katika Azimio la Arusha. Kabla ya kuingia kwenye siasa, alikuwa ni mwalimu. Kazi hiyo ndiyo iliyompatia jina ambalo lilimkaa maisha yake yote ya ualimu. Kwanza aliongoza Tanganyika toka mwaka 1961 hadi mwaka 1964 kama waziri mkuu, halafu kama rais. Baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, aliongoza Tanzania kuanzia mwaka 1964 hadi mwaka 1985 kama rais. Mwalimu Nyerere ni kati ya viongozi wachache wa Afrika ambao wameacha madaraka kwa hiari baada ya kutawala kwa muda mrefu, akiwa bado anapendwa na wananchi walio wengi katika nchi hiyo. Alipostaafu urais mwaka 1985, alirudi kijijini kwao Butiama ambako aliendesha shughuli za kilimo. Hata hivyo, aliendelea kuwa na athari kubwa katika siasa ya Tanzania hadi kifo chake. Kwa ruhusa ya makao makuu Kanisa Katoliki duniani, Jimbo Katoliki la Musoma lilianza kushughulikia kesi ya kumtangaza mwenye heri na hatimaye mtakatifu. Kwa sababu hiyo aliitwa pia mtumishi wa Mungu. Baada ya hapo, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania lilipokea jukumu la kuratibu mchakato huo pamoja na kesi ya kuhamishiwa Jimbo Kuu la Dar es Salaam kutokana na Nyerere kuishi kwa muda mrefu jijini humo. Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka 1922 katika kijiji cha Butiama wilayani Musoma, mkoa wa Mara, Tanzania. Wakati huo ilikuwa ni Tanganyika. Alikuwa mmojawapo kati ya watoto 26 wa Nyerere Burito, chifu wa kabila la Kizanaki. Alipokuwa mtoto, Nyerere alichunga mifugo ya baba yake. Katika umri wa miaka 12 aliingia shule akitembea kilomita 30 hadi Musoma. Baada ya kumaliza shule ya msingi, aliendelea kusomea shule ya wamishonari wa Katoliki huko Tabora. Katika umri wa miaka 20 alibatizwa, akawa Mkristo hadi mwisho wa maisha yake. Mapadri waliona akili yake kubwa, walimsaidia kusomea ualimu huko Makerere, Kampala, Uganda, kuanzia mwaka 1943 hadi mwaka 1945. Akiwa Makerere alianzisha tawi la Umoja wa Wanafunzi wa Tanganyika. Pia alijihusisha na tawi la Tanganyika African Association, yaani TAA. Baada ya kumaliza masomo ya ualimu, alirudi Tabora ambapo alikuwa akifundisha shule ya St. Mary. Mwaka 1949 alipata scholarship ya kwenda kusoma chuo kikuu cha huko Uingereza, na aliporejea kutoka masomoni alifundisha historia, Kiingereza na Kiswahili katika shule ya St. Francis iliyopo jijini Dar es Salaam. Mwaka 1953 alichaguliwa kuwa rais wa chama cha Tanganyika African Association, TAA, chama ambacho alikisaidia kujenga alipokuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Makerere. Mwaka 1954 alibadilisha jina la chama cha TAA kwenda chama cha Tanganyika African National Union, yaani TANU, ambacho pia kilikuwa cha siasa zaidi kuliko TAA. Ndani ya mwaka mmoja chama cha TANU kikawa tayari chama cha siasa kinachoongoza nchini Tanganyika. Uwezo wa Nyerere uliwashtua viongozi wa kikoloni, akalazimika kuchagua kati ya siasa na kazi ya ualimu. Nyerere alisikia akijisemea kuwa mwalimu wa kuchagua na wanasiasa wa bahati mbaya. Alijiuzulu ualimu na kuzunguka nchi nzima ya Tanganyika kuzungumza na watu wa kawaida na machifu ili kuleta umoja katika kupigania uhuru. Pia alizungumza kwa niaba ya TANU. Uwezo wake wa kuongea na kuwaunganisha watu uliwezesha kufanikisha Tanganyika kupata uhuru bila umwagaji wa damu.
Ushirikiano mzuri aliouonyesha aliyekuwa gavana wa wakati huo, Richard Turnbull, ulisaidia pia kuhakikisha upatikanaji wa uhuru. Nyerere aliingia katika bunge la kikoloni mwaka 1958 na kuchaguliwa kuwa waziri mkuu mwaka 1960. Na mwaka 1961 Tanganyika ilipata uhuru wake, na tarehe 9 Disemba 1961 Nyerere alichaguliwa kuwa waziri mkuu wa Tanganyika huru. Mwaka mmoja baadaye akawa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika. Makala haya yamesomwa nami Destiny Chakupewa.